Hujambo na karibu tena, tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali, bado tukiendelea kuangazia mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kubwa, M23 yaondoka Walikale siku chache baada ya kuteka mji huo wa Kivu Kusini. Kundi la waasi la M23 ambalo limekuwa likipiga hatua ya kuteka miji kadhaa katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC, sasa linasema kwamba litaondoa wapiganaji wake katika mji wa Walikale ambao ulitekwa mapema wiki hii. Kwa mujibu wa taarifa walioitoa usiku wa Jumamosi Machi 22, kundi hilo limesema kwamba hatua hiyo imefanyika kwa ajili ya kuheshimu mkataba wa makubaliano wa kusitisha vita uliotiwa saini mwezi wa pili mwaka 2025. AFC, muungano wa Mto Kongo ambao unajumuisha M23, imesalia na msimamo wake kwamba tuko tayari kuhakikisha kwamba mzozo huu unaoendelea unapata suluhu ya kudumu, na vile lengo letu ni kulinda maisha na mali ya raia katika eneo hili, ilisema taarifa hiyo iliyotiwa saini na Lawrence Kanyuka ambaye ni msemaji wa muungano wa Mto Kongo. Lakini moja kwa moja, nadhani jana usiku pia tulikusogezea tamko hilo na taarifa hiyo kutoka muungano wa Mto Kongo ambao unajumuisha M23. Moja kwa moja tuangalie hapa hiki ambacho walikiandika hapa kwa faida ya wale ambao hawakutazama video ya jana usiku. Muungano wa Mto Kongo inaarifu umma yafuatayo. Moja, kwa mujibu wa usitishaji vita wa upande mmoja uliotangazwa tarehe 22 ya mwezi wa pili mwaka 2025 na kuunga mkono mipango ya amani inayolenga kuweka mazingira yanayofaa kwa mazungumzo ya kisiasa yanayoshughulikia chanzo cha mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa Mto Kongo umeamua kuweka upya vikosi vyake kutoka katika maeneo ya mji wa Walikale. Jambo la pili, tunatoa wito kwa wakazi wa Walikale na viongozi wao wa jumuiya kuchukua hatua zinazofaa ili kuhakikisha usalama na ulinzi wa raia na mali zao wakati wa kipindi hiki cha mpito. Jambo la tatu, muungano wa Mto Kongo inasalia kujitolea kusuluhisha mzozo kwa amani na inasisitiza kujitolea kwake kulinda na kutetea idadi ya raia pamoja na misimamo yake. Jambo la nne, tunasisitiza hapa kwamba uchochezi wowote au mashambulizi mapya ya vikosi vya muungano wa utawala wa Kinshasa dhidi ya raia, ikiwa ni pamoja na katika maeneo yaliyokombolewa, na misimamo yetu itasababisha uamuzi huu kugeuzwa moja kwa moja. Narudia tena, katika taarifa ambayo imetolewa na muungano wa Mto Kongo ambao unajumuisha M23, katika hii taarifa ya 4 kwamba tunasisitiza hapa kwamba uchochezi wowote au mashambulizi mapya ya vikosi vya muungano wa utawala wa Kinshasa dhidi ya raia, ikiwa ni pamoja na katika maeneo yaliyokombolewa, na misimamo yetu itasababisha uamuzi huu kugeuzwa mara moja. Hii ni taarifa ambayo muungano wa Mto Kongo ambao unajumuisha M23 walitoa siku ya jana usiku, lakini pia tulikuhabarisha jana hiyo, lakini pia kwa wale ambao hawakubahatika kufahamu kitu gani ambacho kimetolewa taarifa, basi ni jambo hilo. Hata hivyo, kundi hilo limeshikilia msimamo wa awali kwamba wakihisi kwamba wanachokozwa kwa kushambuliwa upya na jeshi la Kongo la FARDC, hali ambayo inatishia maisha ya raia, basi watabatilisha uamuzi wao kuondoka mji wa Walikale pamoja na viunga vyake na kurejea huko mara moja. Walikale ni mji ambao upo kwenye makutano ya barabara kuu inayounganisha mji wa Bukavu ambao ni makao makuu ya Kivu Kusini na mji wa Goma ambao ni makao makuu ya Kivu Kaskazini. Aidha, Walikale sio mbali na mji wa Kisangani ambao ndio njia ya kuunganisha mashariki mwa DRC
na mji mkuu wa Kinshasa uliopo kusini magharibi mwa taifa hilo. Kwa upande wake, serikali ya DRC ilisema inatumai kwamba hatua hiyo itatafsiriwa katika hatua madhubuti baada ya M23 wiki hii kujiondoa katika mazungumzo yaliyopangwa na mamlaka ya Kongo dakika za mwisho kutokana na vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa baadhi ya viongozi wake pamoja na maafisa wa Rwanda. Ingekuwa ni mara ya kwanza mazungumzo yao ya moja kwa moja na serikali ya Kongo baada ya Rais Felix Tshisekedi kubatilisha msimamo wake wa muda mrefu wa kukataa kuzungumza na waasi. Muungano wa Mto Kongo unaojumuisha M23 kama tulivyoshuhudia ulisema katika taarifa yake Jumamosi kwamba umeamua kuweka upya vikosi vyake kutoka Walikale pamoja na maeneo jirani ambayo M23 walichukua udhibiti wiki hii. Uamuzi huu uliambatana na usitishaji mapigano uliotangazwa mwezi wa pili na kuunga mkono mipango ya amani, ilisema katika taarifa ambayo ilipokelewa kwa mashaka na maafisa wa jeshi. Mwanachama mkuu wa muungano huo ambaye hakutaka jina lake litajwe alisema kuweka upya kwamba kuna maanisha kujiondoa ili kutoa nafasi ya amani. Chanzo hicho kilikataa kusema iwapo waasi wa M23 watajiondoa. Tunaomba Walikale na mazingira ya baki bila ya kijeshi, chanzo kilisema. Ikiwa FARDC, yani jeshi la Kongo, na washirika wao watarejea, hii ina maana wanataka kuanzisha upya uhasama. Waziri wa masuala ya kigeni Therese Kayikwamba Wagner aliambia waandishi wa habari, tutaenda kuona kama M23 itajiondoa Walikale na kama M23 itatoa kipaumbele cha mazungumzo na amani. Kwa hivyo tunatumai kwamba hii itatafsiriwa katika hatua ya madhubuti. Jeshi la Kongo halikujibu mara moja ombi la kutoa maoni. Afisa wa jeshi alisema alikuwa na mashaka kuhusu uondoaji uliotangazwa. Afisa mwingine alisema M23 ilikuwa ikielekea Mubi, mji mwingine katika eneo hilo, baada ya jeshi na wanamgambo wanaounga mkono serikali kushambulia uwanja wa ndege wa Walikale na kutaka baadhi ya njia na kukata baadhi ya njia za M23. Sasa wana tatizo la utoaji. Afisa wa pili ambaye alizungumza kwa sharti la kutokutaja jina, hawajajitoa watasonga mbele ya Walikale pamoja na nyuma yake. Afisa wa M23 aliwaambia wakazi wa Walikale siku ya Alhamisi kuwa walikuwa wakiacha kikundi kidogo cha wanajeshi huko ili kulinda usalama, huku wanajeshi wengine wakiendelea hadi Kinshasa. Walikale ndo eneo la magharibi zaidi ambalo waasi wamefikia katika hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa, ambayo tayari imeshaipita miji mikubwa miwili ya mashariki mwa Kongo tangu mwezi wa kwanza. Kutekwa kwake kuliwaweka waasi ndani ya kilomita 400, yani maili 250 kutoka Kisangani, jiji la 4 kwa ukubwa nchini humo, lenye bandari yenye shughuli nyingi kwenye eneo la mbali kabisa la Mto Kongo linaloweza kufikiwa na bahari ya mji mkuu Kinshasa kama kilomita 1500, yani maili 900 kutoka Kongo. Umoja wa Mataifa na serikali za magharibi zinasema Rwanda imekuwa ikitoa silaha na wanajeshi kwa kabila la Watusi linaloongozwa na M23. Rwanda inakanusha jambo hilo, ikisema jeshi lake limekuwa likijirinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo walioasisiwa na wahusika wa mauaji ya halaiki. Kumekuwa na majaribio kadhaa ya kutatua mzozo unaoendelea uliotokana na kuanguka kwa mauaji ya kihalaiki ya Rwanda mwaka 1994 na ushindani wa utajiri wa madini, ikiwa ni pamoja na usitishaji mapigano kadhaa ambao ulikiukwa na mikutano ya kilele ya kikanda kufungua mazungumzo. Kiongozi wa muungano wa M23 Colonel Nangaa siku ya Ijumaa alipuzilia mbali wito wa pamoja wa kusitisha mapigano mara moja kati ya Kongo na Rwanda na kusisitiza matakwa ya mazungumzo ya moja kwa moja na Kinshasa, akisema ndiyo njia pekee ya kutatua mzozo huo
unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wachambuzi Godwin Gondwe na Nicodemus Minde katika mahojiano na BBC Swahili mapema wiki hii walisema kwamba hatua ya kundi hilo kuuteka mji wa Walikale ni ishara kwamba azimio lao la kuingia tena Kinshasa bado lipo pale pale. Mnamo 1997 waliingia Kinshasa ila hawakukaa kwa muda, na sasa wanavyotekeleza mipangilio yao ya kuteka miji mikuu katika eneo la mashariki mwa DRC, inaonekana wazi kwamba wana lengo moja tu, alisema Daktari Nicodemus Minde ambaye ni mtafiti katika taasisi ya utafiti wa usalama wa kitaifa ISS. Kwa upande wake Gonde ambaye ni mhadhiri wa diplomasia na mchambuzi wa masuala ya kikanda anahisi kwamba hali ya kuendelea kuteka miji katika eneo la mashariki mwa DRC inaathiri hali ya maisha ya kila siku kwa raia ambao hawana huduma muhimu kama vile ya benki ambazo zilifungwa tangu mapigano yaanze mashariki mwa DRC, na hali inatatizika pakubwa kwa kuwa viwanja vikuu vya ndege katika eneo hilo vimekaliwa na wapiganaji wa M23 na kuzuia huduma muhimu kama dawa, chakula kuwafikia waasiriwa. Kwa upande wa serikali ya DRC imesema kwamba wao pia wanasubiri kuona ikiwa M23 itaondoa wapiganaji wao kutoka mji huo kama walivyoahidi. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha, lakini kubwa zaidi tochea maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.